wapinzani waliweza mchezo kazidi kwa mgumu, lakini tunashukuru maelekezo niliyowapa wachezaji wangu waliweza kuyafanyia kazi, na kipindi cha pili tukaweza kupata goli la kuongoza na pia tukafanikiwa kuilinda na hatimaye tumeweza kuingia hatua ya finali kwa ushindi wa goli mbili kwa moja. Kwa faida mtazamaji, tuambie majina yako na ni kocha wa timu gani? Kwa majina naitwa John Foren Beba, ni kocha wa Dream Team. Tuliona kadi nyekundu imetembea pale. Kwa namna gani ili warudisha nyuma kama timu? Kama timu lazima mrudi nyuma kwa sababu mfumo unawahusu wachezaji wote 11 uwanjani. Kwa hiyo ikitokea mmoja amekosekana, maana yake lazima ubadilishe plan, na plan lazima iende tena ya watu 10 na sio watu 11, wakati wenzako wapo 11. Kwa hiyo turudisha nyuma, na ndio maana baada ya kupata kadi nyekundu ilitubidi tuwe zaidi tuna defense kuliko kushambulia, na tulikuwa tunashambulia tu kwa vipindi, lakini tunashukuru Mungu waliweza kulinda na kuweza kubuka ushindi. Umejiandaje kwa kusubiri mshindi wa kesho ili mcheze finali tarehe 5 Aprili? Tumejiandaa vyema na tunashukuru wapinzani kwa kuweza kutupa homework, sababu wameweza kuexpose baadhi ya makosa yetu ambayo tutarudi kwenye kiwanja cha mazoezi na tutafanyia kazi, na kwenye finali tutakuja tukiwa tumerekebisha na tunaamini tutapata ushindi wa hatua. Asante sana. Mtazamaji, unayemwona mbele yako ni kocha wa timu ya Amazon FC kutoka kule Mputu, ambao leo hii wanayaaga mashindano katika hatua hii ya nusu finali Samia Cup 2025. Kocha, tuambie majina yako, tuambie mchezo wa leo umewanyong'onyesha kiasi gani? Kwa majina naitwa Moxini Mwisho Mohamed. Mchezo wa leo ulikuwa mgumu kifupi, leo umetunyong'onyesha kwa sababu unajua hamna mtu anayependa kufungwa. Kweli kwa sababu tujipanga tujicheze, leo ndio hivyo, matokeo ya mpira tushafungwa. Tujipanga mashindano mengine. Kwa namna gani mpira ulikuwa mgumu kwa leo? Ulivyoona, ulivyoanza, ulikuwa unasema hapa leo mnatoboa, ama ulivyoanza tu uliona kabisa Dream Team hamuiwezi? Siwezi kusema timu ilikuwa siwezi, kwa sababu yani magoli yenyewe kama unavyoona. Magoli kama unavyoona, mpira huu walikuwa wapiga ni kupiga. Basi tunapata nafasi tumeshindwa kutumia, tunapata nafasi tumetumia, basi dakika 90 imefika tumepoteza. Nakushukuru sana na pole sana. Alhamdulillah. Mtazamaji, tunazungumza na baadhi ya wachezaji, ambapo mbele yangu ambaye atatueleza majina yake atatuambia mchezo wa leo ulikuwaje, wamewezaje wamefanikiwa kuingia hatua ya finali. Mchezo wa leo ulikuwa. Naanza majina yako? Kwa majina naitwa Michael Marogo Jeremia. Mchezo wa leo ulikuwa mgumu kiasi, lakini tulipanga vizuri, timu yetu ilikuwa nzuri, ilikuwa bora. Basi tumeweza kupata matokeo, tumeweza kupita finali. Mchezo ulikuwaje tangu ulivyoanza? Mmepewa kadi nyekundu, hali hii iliwatikisa kwa namna moja au nyingine? Sisi kama wachezaji, hali hii inatokea kwa mchezo. Kwa hiyo ni pale mfaume tayari tuko muda wote, hata mmoja wetu alipokuwa basi yenyewe tukaorganize, tukarudi kwenye position, tukamsikiliza alichokuwa anaelekeza mwalimu wetu alikuwa pale nje. Basi tumefanyia kazi, tuweza kupata matokeo, tuweza kupata finali. Nashukuru sana. Asante.